بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى na kumsalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama tulivyotangaziwa kwamba tutakuwa tuna darasa khasa maalum kila baada salati dhuhuri hapa msikitini. Darasa hii tutasoma kitabu Maqalatul Firaq, na kwa kuwa darasa yetu hii ni darasa ya muda maalum, sio darasa endelevu, tumechagua mabhathi ya 5 kwenye kitabu hiki, ndio tutaisoma kwa huu muda. Lakini pia darasa kama hii insha Allah inatarajiwa kuwepo katika msikiti wa barabara ya 7, Msikiti Manyema, na kule tutasoma sehemu ya kwanza ya kitabu Muqaddimat fil Maqalat wal Firaq. Kwa hiyo itakuwa katika muda huu wa dhuhuri tunasoma mabhathi ya 5, na ratiba itakayotolewa na uongozi wa msikiti wa barabara ya 7. Ratiba hiyo, baada ya kutoka tutasoma sehemu ya kwanza ya kitabu. Kitabu hiki kimeandikwa na Dr. Nasir bin Abdullah Al-Qafari. Huyu bwana yuko hai, ni mwalimu au ni mhadhiri wa Jamiatul Qasim, chuo kikuu cha Qasim nchini Saudi Arabia, katika masomo ya aqida na madhehebu. Ameandika vitabu vingi kuhusiana na ushia. Katika kitabu ambacho amekiandika ni usulu madhhabi Shia al-Imamiyya al-Ithna Ashariyya, ambacho kina juzuu takriban 3. Lakini pia ameandika mas'alatu at-taqrib baina ahli sunna wa Shia katika juzuu 2. Na kitabu hiki Maqalatul Firaq, ni mtu ambaye ametakhassas kwa sehemu kubwa katika masomo ya aqida, na hasa kundi la Shia al-Imamiyya al-Ithna Ashariyya. Nilizungumza kwa undani zaidi. Mimi ni katika watu ambao husoma sana vitabu vyake na kufuatilia mihadhara yake na semina zake ambazo amezifanya, kwa ni mtu ambaye ana faida. Kwa hiyo tujumuike kwa pamoja kifikra na kiakili katika darasa yetu hii ya baada dhuhuri. Na darasa hii watu wote watapata faida. Mmoja wewe una kitabu utapata faida, mmoja hauna kitabu utapata faida, hata kama ni msikilizaji bila shaka utapata faida, kwa sababu maelezo waambiwa tu kwamba kuna hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa maelezo haya ni muhimu mtu kuyajua na kuyakariri na kuyafahamu, kwa sababu mashia tuko nao katika jamii zetu, katika familia zetu, na ni watu wanatatiza sana, kwa sababu wana shubuhati kali sana. wana shubuhati kali sana
ambazo kama huwafuatilii hata kama umesoma wanaweza kukuingiza katika utata. Na watu wengi wameingia katika ushia baada ya kuletewa shubha wakashindwa kuzijibu. Kushindwa kujibu shubha ni miongoni mwa sababu kubwa sana za kukuingiza katika shubha hizo. Kwa hiyo tusomeni, tusikilize, tufahamu. Leo uko hapa ukasikia mawili matatu, kesho utasikia mengine. Ukikutana na Shia wakati sehemu yoyote, basi utakuwa tayari una mwelekeo fulani uko nao. Hawezi kukuburuza, kwa sababu dini ya Shia imejengwa katika msingi wa uongo. Dini ya Shia imejengwa katika msingi wa uongo. Ni mijitu miongo isiyokuwa na mfano wake. Huenda hata wanasiasa hawafikii Mashia kwa uongo. Wanasiasa waongo. Wanasiasa wote waongo. Katika maneno 10 atakayozungumza kipindi cha kampeni, basi atafanyia kazi jambo moja tu. Yote atawadanganya. Na kipindi mwanasiasa anawadanganya raia wake, wale raia wanajua kwamba huyu ni muongo. Sio kama wanajua huyu ni mkweli. Isipokuwa tu na wenyewe pia kuna kitu kidogo wanaona acha wasikilize na wampigie makelele. Sasa Mashia ni waongo zaidi ya wanasiasa. Bali Mashia ni waongo zaidi hata ya wapiga ramli na waganga wa kienyeji. Ni miji muongo sana. Ila uongo wao umekaa katika mfumo wa elimu. Yani uongo lakini umekaa katika misingi ya kielimu. Kwa hiyo kama hujasoma lazima uchote. Lazima wakuchote tu, lazima wakuchote. Kwa hiyo tuweni makini sana. Mashia wapo hapa Dodoma, Mashia wapo, wana vituo vyao, wanawafundisha watu na wanaingiza watu katika ushia kwa uongo tu, wala hakuna kingine. Sasa ukiwafahamu Mashia, kiukweli hautopata sana shida kwao. Hautopata shida kabisa kwao ukiwafahamu vizuri. Na mimi nimeshakula nadhiri au nimeshakula kiapo kwamba hawa mabwana hawa mimi nitapambana nao mpaka siku ya kufa. Kila mahali nitakapokwenda mimi na Mashia tu basi. Nyinyi wengine mtawashughulikia wengine, kama kuna mahizbi huko, kuna nani. Mimi na Mashia peke yangu basi. Tutakula nao sahani moja, miaka nenda miaka rudi. Kwa hiyo tuzungumze ushia kwa ilmu na uadilifu, bila ya dhulma wala kusikia porojo. Utaratibu tutakaotumia kwenye kusoma ni utaratibu ufuatao. Tutasoma maelezo ya kwenye kitabu, nitatoa ufafanuzi. Kule ufafanuzi ninaoutoa nitakuja kuuliza kesho yake nikija. Kawaida yangu mimi ninapofundisha darasa yangu yote, hasa darasa ambayo ni darasa maalum, huwa nataka watu twende pamoja. Sisi tunakwenda mbele, alafu nyuma kuna watu tumewaacha. Kwa leo nitazungumza baadhi ya mambo. Haya nitakayozungumza haya nitawauliza kesho. Kesho si Alhamisi au Jumatano? Kesho Alhamisi. Kwa hiyo kesho Alhamisi nitawauliza haya nitakayozungumza leo, nitawauliza kesho baada ya maghrib tukiwepo hapa darasani. Na kwenye kuuliza mimi ndo nichagua kujibu. Sio kama nikiuliza swali kila mtu atataka kujibu. Mtu wote nitamchagua, wewe sema, wewe sema, wewe sema. Yoyote ambaye nitakayemuona mbele yangu, awe mtoto awe mkubwa. Ukishindwa si aibu. Sawa? Ukishindwa si aibu, ni sehemu ya kujifunza. Wala usikimbie. Ukaona mambo gani sasa kwanza kuuliza na ulizana haya. Kesho ukakimbia haukuja. Wewe usipokuja fisiulizi.
Alafu siku ukija tunauliza sasa. Umeelewa? Kwa hiyo ndio usome. Sikiliza, dhibiti. Sawa? Haya. Kitu kingine ambacho tutakitumia katika usomaji wetu. Sisi tunauzungumza ushia. Tunaosoma ushia. Lakini hatusomi vya mashia. Huyu mtunzi wa hichi kitabu Dr. Nasir si mshia, ni katika Ahlus Sunna. Mashia huwa wana tabia ya kujitetea. Wanasema ukitaka kujua ushia njoo usome kwetu. Sawa? Hauwezi kujua ushia kupitia vitabu vya maadui zetu. Huwa wana maneno hayo, huwa wanayasema. Sasa jambo la kwanza, mimi kwa mtazamo wangu na ufahamu wangu finyu niliokuwa nao, hakuna shia anayefahamu ushia wa humu Tanzania, hamna. Na kama yumo basi hana akili. Mmenielewa? Narudia tena, kwa hapa Tanzania hakuna mshia anayeufahamu ushia, na kama yuko basi hana akili. Kwa maana haiwezekani mtu akaufahamu ushia vizuri kabisa alafu akaendelea kuwashia, isipokuwa atakuwa hana akili, atakuwa ni kichana. Kwa hata kama ni baba yako ni shekhe wa kishia, kaka yako ni shekhe wa kishia, alafu akikaa mbele yako mimi nimesoma ushia afu bado yuko shia, basi wewe huna akili wewe. Kwa sababu haiwezekani mtu akawa na akili timamu akaufahamu ushia alafu akaendelea kuwashia. Hakuna mtu wa sampuli hiyo mwenye akili timamu, hamna. Lakini nukta ya pili, kuufahamu ushia kuna sura hizo mbili. Kuna ushia wa ushabiki ambao ndio huo uliojaa miji yetu. Hawa ni mashabiki. Kama vile kwenye usalafi pia kuna mashabiki. Sawa? Wale mashabiki. Kwa maana hajui chochote katika usalafi, yeye anajua abu fulani tu ndio usalafi. Madama na kunia yake tavia imekwisha. Kwa kuna mashia wenyewe wanajua tu kumfuata Ali, kumfuata Hussein, sawa, ndio ushia huo. Kuwatetea Ahlul Bait ndio ushia. Wako mashia wa sampuli hiyo ambao ndio wengi. Hawa ni mashia njaa. Hawa ni mashia njaa. Ni njaa tu ndio inawasumbua. Na sisi Ahlus Sunna tukifanya dawa hatutoi chakula. Sawa, wala hatutoi pesa. Kwa hawawezi kuja kwetu, ila kule wanapewa pesa na wanapewa vyakula, lazima waende. Njaa zinawasumbua. Na hawa ni Waislamu, wala sio makafiri. Sababu hakuna wanachokijua wao. Alafu kuna ushia ulioko ndani ya vitabu. Huu wengi hawaujui. Yaani hao mashia hao hawaujui. Bali hivyo vitabu pia hawavijui. Mimi nimefanya mazungumzo na mashia wengi sana. Ukimuuliza wewe kwa nini ulikuwa shia, anakuambia nilisoma kitabu cha Tijani, nilisoma kitabu cha fulani cha Kiswahili kikanishawishi nikawa shia. Basi huwezi kujua ushia wewe. Sasa sisi tutausoma ushia, sawa, kupitia katika vyanzo vyake vya uhakika ambavyo ni tunavyovisoma sisi hivi. Mimi nitakutuma wewe, kama kuna shekhe yoyote wa kishia unamjua, mwalimu wa kishia unamjua, kamuulize, hajui. Sababu sisi tutasoma ushia uliomo ndani ya vitabu. Sisi tumeelewana? Kwa hiyo kuna maelezo ambayo shekhe atakuwa anayatoa hapa, sawa, alafu anaelekeza maelezo haya yapo kwenye kitabu fulani cha kishia. Sasa wewe ukitaka kufahamu vizuri kabisa, tafuta hicho kitabu. Kama huna nifuate mimi nitakupa. Sawa? Sababu mimi katika utaratibu niliojiwekea sizungumzi jambo lolote kuhusu ushia mpaka nilisome kwenye kitabu chao. Ndio nilizungumza.
Kwa kuna mambo mengi watu huwa wanazungumza kuhusu mashia wanafanya hivi, mashia wanafanya hivi. Mimi nikiuliza sema mimi sijui hilo jambo. Nalisikia tu watu mpaka nihakikisha ya kwamba hiki ni kitabu cha Kishia, kimechapishwa katika nchi ya Kishia, kwenye taasisi ya Kishia, cha mwanachuoni wa Kishia, anasema 1 2 3. Mpo? Haya. Jambo la mwisho, watu wengi miaka ya nyuma walikuwa wanawaogopa sana mashia wanaogopwa onekana ni watu wamesoma, ni watu wanajua tarehe, watu wanajua lugha ya Kiarabu, watu wanajua mijadala. Kwa miaka mingi sisi tumelelewa katika malezi haya, na mashia wenyewe wakijitamba katika hilo. Lakini nataka kuwathibitishia kwamba hakuna watu wapumbavu kama mashia. Pumbavu ni tusi, sifa. Pumbavu ni sifa. Hata iweza kama mpumbavu, umeelewa? Hata iweza kama nani pumbavu. Ukipata zile sifa za kuwa mpumbavu unakuwa mpumbavu. Si Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani amezungumza kama ni wapumbavu, na mpumbavu sio labda unakuwa kichaa. Sayaqulu as-sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Watasema wapumbavu katika watu. Allah amezungumza hivyo. Sasa sisi tusiogope mashia hata kidogo. Ni mijitu midhaifu kupita maelezo. Hiyo lugha ya Kiarabu inayosema kwamba wanajua kuizungumza tu, lakini hawajui kuisoma. Ukimpatia kitabu asome hivi, ibara hazinyoki, lazima atakosea. Sikwambii kwenye Qur'an kwa mpatia Qur'ani asome, hawezi kusoma Qur'an. Kwa hiyo tusiwe waoga, mmenielewa? Msiwe waoga, kuweni makini, mjiamini. Muhimu ni kwamba tembelea vitabu vyao, na vitabu vyao vipo madukani, vipo na kwenye website, kwenye mitandao vipo. Ni wewe tu na ufuatiliaji wako. Tuingie kwenye kitabu chetu sasa. Kitabu hiki Maqalatul Firaq, Sheikh amezungumzia kuhusu mapote ambayo yamekhalif manhaj au aqida ya ahli sunna wal jamaa. Sawa? Ndio anazungumzia kwenye kitabu hiki. Na kuna kitu kinaitwa ilmu al-maqalat. Ilmu al-maqalat ni ilmu katika masomo ya aqida. Wanafunzi wanaposoma masomo ya aqida mbele huko huzungumza masala ya al-maqalat. Maqalati ni ile misimamo na itikadi za watu. Ndio maana nini al-maqalat. Kitabu hiki aliposema Maqalatul Firaq, sawa, kwa maana misimamo na itikadi ya makundi. Ndio maana nini maqalat. Na wanawachuoni wameandika vitabu mbalimbali kuhusiana na Maqalatul Firaq. Sasa sisi katika hii Maqalatul Firaq, kwa maana misimamo, mitazamo, itikadi za makundi, tutasoma kundi la Shia al-Imamiyya al-Ithna Ashariyya. Ndio tutalisoma hilo kundi. Sawa? Kwa hiyo wewe jitahidi tu uelewe kwamba leo tumesoma hiki na hiki na hiki. Sasa leo hii katika darasa yetu ya kwanza kabisa tutasoma kitu kimoja tu, utambulisho. Na hiki ni kitu muhimu sana. Kila kundi katika makundi ya Kiislamu fahamu utambulisho wao. Kwani wao ni kina nani? Tukizungumza mashia, kwani Shia ni nani? Shia ni kitu gani? Ni kundi gani Shia? Je, ni katika makundi ya Kiislamu au ni katika makundi ambayo si makundi ya Kiislamu lakini na sura ya Uislamu? Kwa jambo la kwanza kabisa
shekhe ameweka utambulisho wao, na utambulisho wa kundi lolote unatakiwa uchukue kutoka kwa wenyewe. Usiuchukue utambulisho wa kundi kutoka kwa maadui zao au mahasimu wao. Yani wenyewe wanajielezaje? Sawa? Ahlus sunna ni kina nani? Ahlus sunna, utakujua ahlus sunna kawasikiliza ahlus sunna wenyewe wanajizungumzaje. Si unazungumza ahlus sunna kupitia mashia, kwamba mashia wakisema ahlus sunna basi wanasema 1 2 3 alafu yale maelezo atakayotoa mashia ndio yawe sahihi. Hapana. Wewe ni nani? Wewe ni Muhammad Abdullah, si ndio? Mwenye haki ya kujitambulisha ni wewe mwenyewe, na maelezo yako unaoyatoa una haki ya kukubaliwa kuliko mtu aina yoyote. Yule ambaye atakayekataa maelezo unaoyatoa wewe mwenyewe kuhusiana na wewe mwenyewe, atakapokataa maelezo yako anatakiwa alete sasa, si ndio, maelezo yaliyokuwa sahihi zaidi kuliko maelezo yako. Kwa hiyo mashia ni kina nani? Watajisema wao wenyewe. Tumeelewana?